Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Kundi hilo lilikuja mchana muda wa saa 10 nyumbani kwangu, kundi la watu karibia 200 na wakitafuta uchawi nyumbani kwangu. Mimi nilishangaa kabisa, mheshimiwa mbunge, lakini bahati nzuri watu walikubali kuondoka nyumbani kwangu. Hawajafanya kitu kibaya. Nashukuru sana, na mimi nilikuwa safarini, labda ningelikuwa sasa ni mauti mimi au wao. Basi mheshimiwa mbunge, mimi ndo kero yangu, yani tabia ya miaka 2000 sijui miaka 1050 sijui na ngapi huko ya kufuatilia uchawi nyumbani kwangu inaniuma sana. Mheshimiwa mbunge, naomba nisaidie. Mara nyingi viongozi hatushauri sana haya mambo ya kishirikina, yanayoashiria kishirikina, kwa sababu hatuna uthibitisho moja kwa moja nani mshirikina, nani sio mshirikina. Kwa hiyo kusema nani ni mshirikina ni ngumu, lakini kikawaida serikali hatuinterfere, yani hatuyapi kipaumbele sana haya mambo ya kishirikina, kwa sababu yanaweza kutuchonganisha na yakasababisha madhara makubwa na kupelekea hata mauaji. Wakati mwingine zinakuwepo amri chonganishi. Yaani mimi mtoto kwa mfano ameugua kafa, nikaambiwa fulani ndo kamloga, unadhani kuna usalama? Kwa hiyo nadhani busara zituongoze, tuone namna ambavyo madhara yanaweza kutokea endapo kama tutayaendekeza haya mambo. Tusiendekeze mambo ya namna hii, yatatuchonganisha, yatatupambanisha. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.